Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallim ala rasulihi alkarim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuha almustami'una walmushahiduna alkiram. Ndugu zangu watazamaji, karibuni katika mwendelezo wa darsa zetu za Ramadhani, na leo tutazungumzia dhikiri bora ya kila siku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yani katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuna dhikiri ambazo ni bora kuzileta kila siku. Kwa hivyo leo biaunillah tutakwenda kuzizungumzia. Naam, ndugu zangu, kwanza kabisa dhikiri hizi zinapendekezwa kuzirudia kati ya al-asri na magharibi, yani kila siku za mwezi wa Ramadhani, baina al-asri wal magharibi au fil laili, au wakati wa usiku. Unaweza ukazifanya dhikiri hizi kati ya magharibi, kati ya al-asri na magharibi, au wakati wa usiku ukawa unazileta dhikiri hizi. Na dhikiri, ndugu zangu, ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametuamrisha katika suratul Baqara pale katika aya nambari 152, Allah aliposema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Allah anasema nitajeni nitakutajeni, fadhkuruni adhkurukum, nitajeni nitakutajeni, washkuruli wala takfuruni, na nishukuruni wala msinikufuru, nishukuruni wala msinikufuru. Kwa hivyo dhikiri ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na amesema tukimtaja na yeye atatutaja. Yani Mwenyezi Mungu ukimtaja moyoni na yeye anakutaja moyoni, na ukimtaja mbele za watu na yeye anakutaja mbele za malaika. Naam, na anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, anasema mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu mathalu alhayyi walmayyiti. Arrawi Abu Musa al-Ash'ari, almuhadithu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mfano, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu, mfano wa yule anayemtaja Mola wake, walladhi la yadhkuru rabbahu, na yule ambaye hamtaji Mola wake, mathalul hayyi wal mayyiti, ni kama mfano wa aliye hai na maiti, ni kama mfano wa aliye hai na maiti. Hadithi hii imepokewa na Abu Musa al-Ash'ari na imesimuliwa na al-Imamu al-Bukhari. Ndugu zangu, mwenye kumtaja Mola wake moyo wake unakuwa hai na imani yake inakuwa hai, na watu watanufaika kupitia mtu kama huyu. Na mtu mwenye kumsahau Mola wake kabisa kabisa, yani alghafilu kalmayiti tamaman, na mtu mwenye kumsahau Mola wake ni kama maiti kabisa. Yani wewe kama hauna tabia ya kumtaja Mola wako ni sawasawa na maiti. Wa inkana jasaduhu hayyan, hata kama mtu huyo mwili wake utakuwa uko hai, lakini la nafaa fihi linafsihi wala lighairihi, mwili huo utakuwa hauna manufaa kwake wala kwa watu wengine. Sasa dhikiri ambazo ni bora za kila siku katika mwezi wa Ramadhani, wanawazuoni wanasema utaleta istighfari mara 200, yani utasema astaghfirullah 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 mara 200, kisha utasema subhanallah 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 mara 100, kisha utasema alhamdulillah 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 mara 100, kisha utasema la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah mara 100, kisha utasema Allahu akbaru Allahu akbaru Allahu akbaru mara 100, kisha utamswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Na katika kumswalia Mtume kuna swigha za aina nyingi, kuna matamshi ya aina nyingi. Unaweza ukasema Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadi, ukasema kwa matamshi kama hayo. Au unaweza ukasema Allahumma salli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Unaweza pia ukatumia matamshi hayo, au unaweza ukasema sallallahu alayhi wa sallama, sallallahu alayhi wa sallama, sallallahu alayhi wa sallama. Zote hizo ni katika sigha za kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hizo ndio dhikiri bora za kila siku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na inapendekezwa dhikiri hizi kuzirudia rudia baina al-asri wal maghribi, kati ya al-asri na maghribi, yani baada ya salatu al-asri kwa unaleta hizo dhikiri au fi laili, au katika nyakati za usiku ukawa unaleta dhikiri kama hizo. Wallahu ta'ala a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.